kwanza ya mwezi wa Shawwal, baada ya taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwafikia sote Waislamu walioingia au waliobahatika kuingia katika saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuweza kuhatimisha kwa salama. Alhamdulillahi alladhi binicmatihi tatimmu salihat. Leo ni Ijumaa, haiitwi Ijumaa ya mwezi wa Ramadhani, ni Ijumaa ya kwanza ya baada ya Ramadhani kutoka. Ijumaa ya tarehe 6 mwezi wa 1446 kwa takwimu ya Hijria, sawa na 4 mwezi wa 4 2025 miladia. Chini ya kivuli cha maudhui haya kwenye Ijumaa yetu ya kwanza ya mwezi wa Shawwal, at-tawfiqu wal qabul. Kichwa cha maneno ya hotuba yetu, taufiki na kabuli, kwa maana kuwafikiwa na Mungu na kukubaliwa na Mungu. Kwenye kusudio gani? Kwenye kusudio wa yote tuliyoyafanya na tunayoyafanya na tutakayoyafanya. Lakini kusudio la kimisingi, tunataka taufiki ya Mungu na kabuli ya Mungu kwa tuliyoyatenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwani kuijua saumu yangu nimefunga kweli na kuijua saumu yako umefunga kweli, si wakati tuko katika Ramadhani, ni wakati wa baada ya kutoka Ramadhani. Hivi sasa ndio tutakuwa na kipimo cha kufaulu mtihani wetu wa saumu na kufeli kwa mtihani wetu. Na hili la kubalika kiakili mbali kukubalika kidalili. Kukubalika kiakili, ulipokaa kwenye meza ya mtihani waweza ukapiga mahesabu ulivyofanya mtihani wako, kisha mwenyewe ukasema, mtihani niliofanya nina matarajio ya kufaulu, japo sitaupata wote, lakini sitaukosa wote. Na hisabu zako za mezani baada ya mtihani waweza kusema, nilivyofanya mtihani na maswali yake yalivyokuwa, pana hatari ya kuukosa wote. Kipimo chuko tunacho sisi, na hichi ni kipimo cha kiakili. Ama kidalili, fabiqauli llahi ta'ala, badil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, wa fil athar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jihisabuni wenyewe kabla hamujihisabu. Sasa mimi hapa, wewe hapa, ushajijua kwa kujumlisha ulioyatenda, uko uwezekano wa kufaulu ama uko uwezekano wa kufeli. Lipi la muhimu sasa kwangu na lipi la muhimu kwako? Ni haya mawili niliyoyafanya ndio inwani ya hotuba yetu. Haya mawili ni mambo muhimu sana baada ya sisi kutoka kwenye mtihani huu. Maana tulisema kwenye kikao chetu cha mwisho hapa ya kuwa yatoka Ramadhani mpaka katika hotuba ya Idi tukaita rihlatu dhaifina, safari ya mgeni wetu. Na tukasema mgeni huondoka na maelezo ya mapokezi mazuri alivyopokewa, ama lawama nyingi kulingamana na alivyopokewa. Ashaondoka huo mgeni na makaratasi ya mtihani wa ibada, ambazo hizi ni zile makadirio ya taklifi za kisheria, yenda kumakiwa
Wewe piga hesabu zako, lakini tutakwenda kuzikuta. Je, tumekubaliwa ama hatukubaliwa? Tumefaulu ama tumefeli? Mgeni ameenda kwa ripoti nzuri ama kwa ripoti mbaya? Sasa je, mimi na wewe na sasa hatuko kwenye Mwenyezi Mtukufu wa Ramadhani? Ni kurutubika ndimi zenu kwa kumuomba Mungu, kurutubika ndimi zetu kwa kumuomba Mungu taufiki. Nafikiri hapa ndikariri sana jambo moja. Tulipokuwa kwenye 10 la kwanza, lilikuwa 10 la kwanza la mwezi uitao mwezi wa Ramadhani kwa walofunga siku ya 10 ama kwa siku ambao ni tesisia. Walokuwa kwenye siku ya 10 wako kwenye kumaliza 10 la kwanza la mwezi uitwao mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walokuweko 9 walikuwa wakimbilia kwenye kumaliza 10 kwenye 10 la kwanza la mwezi mtukufu wa, wote wako katika mwezi mtukufu wa. Tulipokwenda kwenye 10 la mwisho, hisabu ya mbele na hisabu ya nyuma wote walikuweko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lililobaki kitu kimoja, usibaki kwetu utiriri. Hawa hawakukubaliwa, hawa walikubaliwa, hawa wataka walipe kafara, hawa wataka walipe dinari moja. Haya ni maneno farigha ya kupoteza wakati na kuwata la muhimu. Lililobaki ni kufaulu kwetu kwenye mtihani na kufeli kwetu. Lililobaki ni jambo moja muhimu. Fatwa haziishi hususa Kenya. Kenya fatwa ni nyingi sana na wenye kutoa fatwa ni nyingi sana na wasomi ni wengi sana, japokuwa pana ufinyo wa watu wa fiqh. At-tawfiq wal qabul ndio maudhui ya hotuba yetu ya leo. Ni nini tawfiq? Sikia vizuri sana. At-tawfiq ni mambo mawili yanayopeana mkono kubadilika. Huwezi kukubaliwa ikiwa hukupata taufiki ya Mungu, na huwezi kukosa taufiki ya Mwenyezi Mungu iwe umekubaliwa kabisa. Ukipewa taufiki ya Mwenyezi Mungu utapata kabuli kwa unayoyatenda. Ukikosa taufiki ya Mwenyezi Mungu hupati kabuli kwa unayoyatenda, na ukipata kabuli kwa unayoyatenda ni taufiki ya Mungu, na ukikosa kabuli kwa unayoyatenda umekosa taufiki ya Mwenyezi Mungu. La kuomba kwa kila Muislamu ni kurutubika sasa kwa kasi kumuomba Mungu taufiki na kabuli kwa yote tuliyotenda. Nini taufiki? Watu wa lugha ya Kiarabu sema hii at-tawfiqu ni masdar ya fi'li waffaqa yuwaffiqu tawfiqan. Al-muwaffiqu wallahu tabaraka wa ta'ala, Allahu huwa al-muwaffiqu wal hadi ila sawa'i sabil. Na mwenye kuwafikiwa ambao ni mimi na wewe ikiwa tumejaliwa, huyo ni muwaffaqun, alwafikiwa. Tayeb, kwa hivyo itakuwa maana tawfiq, maana kuwafikiwa, yaduru haula ilhamil khairi wa taysirihi, huduru, huzunguka nyuma ya ilhamu ya Mungu ya khairi ya mtu na wepesi wake. Ukipata khairi ya Mungu umepata taufiki ya Mungu. Ukipata wepesi kwa unayoyatenda ndio taufiki ya Mungu. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Tayeb, imekuja katika lisanul arab cha Ibn Mandur akisema hivi, ukisema wa waffaqahu Allahu lil khairi, Mungu amempa taufiki ya khairi, alhamahu, amempa ilham, wa huwa min at-tawfiq, huko katika kuwafikiwa. Katika al-Mu'jamul Wasit asema at-tawfiqu min Allahi lil-'abdi, tawfiki ya Mungu kwa mja, saddu tariqil sharri, ni kumzibia barabara za shari. Intabih, tawfiki ya Mungu kwa mja ni kumzibia barabara za shari.
wa tashilu tariqil khairi, na kumsahilishia barabara za khairi. Ukiona barabara za shari una uzito kuziandama, fa'lam annahu bi tawfiki ya Mwenyezi. Ukiona barabara za khairi una hamu nazo sana kuzifanya, jua kuwa ni taufiki ya Mungu, si khairi, si uhodari wako. Kisha kasema waqad yakunu qasduka bitawfiq, na yawezekana kusudio lako la taufiki ikawa aamu min dhalika, lenye kuenea zaidi kuliko hiyo, au mimma yashmulu tawfiq, au chenye kukusanya taufiki li khairi dunya wal akhirah, kwa khairi mbili, mtu kupata khairi ya dunia na kupata khairi za akhirah. Weka kando kwenye mengi. Nini kabuli? Kabuli kweli nini? Alqabulu huwa almuwafaqa, ni muwafaqa, na muwafaqa kuafikiwa. Mtu hutenda kisha akafikiwa na Mungu katika yale matendo. Mtu hutenda kisha akapata taufiki ya Mungu kwa yale matendo, au akapata kabuli. Ndipo nikakwambia mawili yanaopeana mkono kati ya taufiki na kabuli. Taufiki ya Mungu ukipata, umekubaliwa uyatendayo. Ukikubaliwa uyatendayo, hiyo ndiyo taufiki ya Mwenyezi Mungu. Ni vitu viwili vya kufaa mtu kuviomba kulipo porojo nyingi na maneno mengi baada ya kutenda ibada ambayo ni. Kwa hiyo kabuli ni almuwafaqa, wa huwa min ni'amillahi. Muwafaqa, kupewa taufiki, ni katika neema za Mungu ala linsani, kwa mwanadamu. Wewe mwanadamu ukipewa taufiki na Mungu, ukipewa kabuli na Mungu, wallahi umepata neema kubwa katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na neema hii ya kabuli, sikiliza wanavyoona wanavyosema, yadha'uhu fi wajhi, Mungu huiweka kwenye uso wa mtu. Yani mtu tunecha uso wake ukawa una kabuli kwenye mambo, mpaka sisi tukasema uso wake mzuri kwa kinaya, kumbe ule ni mtu aliyopata kabuli ya Mungu. Au sauti, ama sauti, mtu akampa mja wake kabuli katika sauti, akizungumza kitu ni kitu cha maana na sauti yake ikasikika, si uhodari wa mtu wala ufasaha wa mtu, bali ni taufiki ya Mwenyezi Mungu kwa mja wake. Au hadithi, ama kwenye mazungumzo, au mujarradi hudhuri lafiti, ama mujarrad wa hudhuria mtu kwa nguvu, yani ikawa mtu analolifanya anauhudhurisha moyo wake kwa kasi kwa analolifanya. Adrib laka mathalan, unaporukuu, kurukuu ni katika kilele cha unyenyekevu katika rukni za swala. Hata Mungu katika swala yote tunaiswali kataja sifa mbili ambazo zina nzito, tarahum ruk'an sujada. Wanazuoni wamezungumza mengi kuhusu umuhimu wa kurukuu na kusujudu, bali kusujudu ina uzito zaidi, kwa sababu ukisujudu ndio uko mbele ya Mungu zaidi, uko karibu na Mungu zaidi. Sasa ile hudhuri yako na zile shuuri zako ziwe katika sijda, nimesujudu, niko mbele ya nani, zile hisia zako ndio utazidi kuwa mnyenyekevu na tazidi kuwa na udhila. La yataamaduhu au yaksiduhu, hudhuri ya moyo wa mtu kwenye mambo ikamjilia bila kukusudia wala bila kutegemea, pengine tu ni katika mapenzi ya Mungu kwake, na kwa kuwa huyu mtu ni walii katika mawali wa Mwenyezi Mungu. Wanaviona wakasema hivi, alqabulu ni'matun min Allahi, kabuli ni neema kutoka kwa Mungu. La tuqaddaru bithamani, haikadiriwi kwa thamani. Hakuna thamani ya kabuli. Leo wewe umeandikiwa kabuli na Mungu, haina thamani. Thamani yake ni kubwa sana. Haifikiwi kabuli ya Mungu kwa mtu na thamani ya chochote tunachokijua kuwa kina thamani. Hayo tuyafahamu vizuri sana. Li annaha, kwa sababu
alamatu hubbillahi laka, hiyo ni alama ya mapenzi ya Mungu kwako. Mungu akikupa taufiki kwa uyatendao, Mungu akikupa kabuli kwa uyatendayo, ni alama ya mapenzi ya Mungu kwako. Na Mungu ana vipenzi vyake, na pana vipenzi vya Mungu hapa duniani, na vipenzi vya Mungu huitwa auliya illah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun man hum alladhina amanu wa kanu yattaqun, vipenzi vya Mungu. Kwa hivyo ukipata taufiki ya Mungu na kabuli kwenye kutenda, ni kipenzi cha Mungu na ni alama ya kukubaliwa. Istamia, fala taghtarra binafsika, usijihuri kwa nafsi yako, usijidanganye kwa nafsi yako. Fama ahabbuka illa lijamili sitri llahi li khafayaka, watu hawakukupenda wewe, wala hakuna kampeni ya mtu apendwe na watu isipokuwa walikupenda kwa uzuri wa sitara ya Mungu ya mengi ya maficho yako. Kuna mengi tuyafanya tumeyaficha, na hayo mengi tuliyoyafanya ambayo tumeyaficha Mungu ametusitiri nayo. Kwa hivyo si uhodari wa mtu wa pendo la watu kwake, waweza ukatoa mpaka ukafa kwa kutoa, na kila ukitoa watu huzidi kukutukia. Waweza ukawalisha watu katika maisha yako yote, na kila ukiwalisha na bahasha juu wakazidi kukutukia. Waweza ukafuturisha watu mwezi nzima, ukawapa na gunia la nguo za sikukuu, lakini wakazidi kukutukia. Pendo la watu kwako, hata kama hukuwatendea lolote, ni taufiki ya Mungu, sitara ya kusitiri maficho yako mengi uliyoyaficha, Mungu akayapa sitara. Kwa hivyo usijihuri kwa hayo. Waislamu watukufu, ikiwa kwa ufupi sana kulingamana na wakati, taufiki na kabuli ni mwanadamu aombe sana sana, kwa sababu Ramadhani ni mwaka ujao. Mwaka ujao ikija Ramadhani, sio sisi sote tutakuwa wenyeji wa kuipokea. Itaingia Ramadhani ipate wenyeji wa kuipokea. Ramadhani iwe mwalimu wa mtihani wa watu wengine, na sisi tulioipokea tumeenda kwenye maisha mengine, kungoja kutoka kwenye maisha kwenda kwenye maisha, tupewe result zetu za mitihani kwa kuambiwa iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma alayka hasiba. Fala taghtar, usijihuri kwa lolote unalolitenda. Omba taufiki ya Mwenyezi Mungu na uombe kabuli. Ndivyo walivyokuwa salafu na saleh. Ndugu zangu katika imani, hebu tuitoe hadithi iliyoko katika sahihu Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, inipe matumaini mimi na ikupe matumaini wewe, tuwe na mwelekeo ufaao mtu kuelekea na kumuomba Mungu taufiki. Kwani mwanadamu ya'tarihi al-khalalu waz-zalalu wal-hafwa wal-kamalu al-mutlaq lillahi tabaraka wa ta'ala. Tumuombe Mungu taufiki na kabuli, na tuyapunguzeni tulionayo, kwa sababu hayatufikishi popote wala hayatupi thawabu zozote. Ipulike hii hadithi. Wako watu katika dunia hii mvipenzi vya Mungu, na Mwenyezi Mungu amewapa kabuli. Naam, kama walivyotokea watu katika dunia hii watembea wakijijua min annahum min ahli aljanna. Allahu akbar. Wanatembea, waenda mashamba, waenda masokoni, wafanya biashara zao, mtu akijua yote haya nayafanya na najijua mimi ni katika watu wa peponi, kwa bishara zilizokuja na kwa taarifa za uhakika zilizotoka kwa al-haqqul mubin, zikaja kwa as-sadiqul amin.
Muhammadun alayhi salatu wa taslim. Mimi na wewe hivi sasa kwenye yote tunayotenda na mivurugo yote tulionao, nani atakayejasiri kusema atanazzahu wa ana a'rifu anni min ashabil janna? Abadan, abadan, abadan. Falinatadarra ila Allah biddu'a wa tawfiqi na qabuli. Hebu tuisome hii riwaya. Muslim amepokea katika sahihi yake min hadithi Abi Huraira asema, Mtume sallallahu alaihi wasallam asemaje? Inna Allaha idha ahabba abdan, hakika Mwenyezi Mungu akimpenda mja, hakika Mwenyezi Mungu akimpenda mja, daa Jibrila, kumuita Jibrili. Sitaki nimueleze Jibrili. Jibrili ni ameitwa Ruhul Amin, Ruhul Qudus, Shadidul Quwa, ambaye alikuwa ni mwalimu wa muaminifu wa ardhini. Mtume Muhammad alipewa mwalimu wa muaminifu wa mbinguni, msiri wa Mungu. Imagine jamani, hiko ni cheo kisichofanana na cheo cha, yani siri hupewa siri na Mungu. Huyo ni muaminifu wa kiasi gani? Aje ampe Mtume Muhammad siri itokao kwa Mungu, na siri kabla haitoka, angalia jinsi ya kupewa Jibrili siri. Riwaya sahihi, hupotezwa fahamu malaika wote. Sio masala kwamba kwa nenda kawafungie waweke kizuizi kwenye siku 2-3 mpaka kumalizike kupigwa kura ndio watoke. Hao mambo yetu ya kiudhia. Hapana hivyo. Siri yataka kutoka kwenda kwa Mtume Muhammad, malaika wote wamelazwa hawana fahamu. Tena na Jibrili pia ukoseshwa fahamu. Kisha akaamshwa Jibrili peke yake. Jamani, huyo ni muaminifu wa kiasi gani? Atukua siri kutoka kwa Mungu kwa kupotezwa fahamu malaika, na kisha kupewa ujumbe, nenda nao kwa Mtume Muhammad. Kila akipita kwenye kongamano la malaika hawathubutu kusema hebu tudokeze kuna nini, kwenda nini kwenye ardhi. Wakisema madha qala rabbukum, qala alhaqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Mola wenu mlezi amesema nini? Malaika wamuuliza Jibril. Jibril usema qala alhaqqa, amesema ya kweli, na yeye ni wa juu na yeye ni adhim, mkubwa. Malaika wote wasema qala alhaqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Siri kaja kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa Mwenyezi Mungu ampendapo mja wake humuita muaminifu wa wahi kutoka Mtume Adamu mpaka kakhatimika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwambiaje? Faqala, Mungu akamwambia Jibril, inni uhibbu fulana, mimi nampenda fulani. Na hapa tusikia hii hadithi kwa maana hakuna mtu aitwa fulani. Hukuambia mimi nampenda fulani, ni fulani kwa majina yake matatu, tukizipekua riwaya, kwa sababu majina yetu yote Mungu anayajua. Uitwavo jina ulipendalo, jina ambalo wengine likiitwa hushtua wengine kwa kule kutoka kwake lile jina na lile jina lilivyo. Sasa kuna majina tofauti lajulikana. Njoroge ajulikana, Kimani ajulikana, Bahero ajulikana, kwa majina rafiki yangu matatu. Utaponyoka? Tuitaka hii riwaya. Amwambia Jibril, mimi nampenda fulani, sasa ndilo kuitia inni uhibbu fulana fa ahibbahu, mimi nampenda fulani nawe mpende. Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fayuhibbuhu Jibril. Jibril naye akampenda, hakuna njadala. Mungu, mimi nampenda fulani nawe mpende. Jibril naye akampenda. Thumma yunadi fi samaa, kisha akapewa amri ya kuchangaza kwenye mbingu. Fayakula, sema inna Allaha yuhibbu fulana, Mungu ampenda fulani, fa ahibbuhu, nani mpendeni. Fayuhibbuhu ahlus samai,
Huyu mtu alotajwa na Mungu, alopendwa na Mungu, akapendwa na Jibril, akapendwa na watu wa mbinguni wote. Ya salam. Thumma yudha'u lahu alqabula, ashapendwa na Mungu. Kupendwa na Mungu umepewa radhi zake, ashapendwa na Jibril, kushachangazwa katika almalaul ala, mpendeni wakampenda mtu mwingine katika watu, akawekewa kabuli. Sasa kuwekewa kabuli ni kukubaliwa alifanyalo fil ardhi, tena akapewa kabuli ardhini. Ndipo sisi tunasema fulani mashallah ana kabuli, hata akikuombea ana kabuli kweli kweli. Nimewapa mfano wa kukurubisha usahali wa uelewe kabuli ni nini. Ni mtu pendo liko kwa Mungu, akapendwa na Jibrili, kukatangazwa mbingu wakampenda. Hebu niambie, maamuzi umependwa na malaul ala, tukiwa na watu wote wa ardhini, joto liko wapi? Pana joto hapo jamani? Wapendwa na watu, viumbe vitakatifu, ajsamun nurania, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Vacho tahara vakisampuli. Wewe pengine waweza ukapendwa na mtu na huyo mtu akawa hulewa kama komba na akawa kupenda. Waweza ukapendwa na mtu akawa mtu huvuta bangi, kama tena zile bangi za tete zile, ukipiga nkuku kama bisi. Na waungwana wakwambia hizo ndizo bangi, ukizipiga manake hukuambia hizo. Ukitoka mtu mmoja huona vivudi 20. Hao ndio kukupenda wewe. Lakini upende na malaika malaul ala, twendeni, kisha huwekewa kabuli ardhini. Haya, twende upande mwingine. Wa idha abghadha abdan, Mungu anapombughudhu mja, anapomtukia mja, daa Jibril, pia humcha Jibril. Fayaqulu, akasema, inni abghadhu fulana, mimi nimemtukia mtu fulani, fa abghidhu, na wewe Jibril mtukie. Qal fayubghidhu, Jibril na yakantukia. Qal fayubghidhu Jibril, thumma yunadi fi ahli sama, kisha akatangaza kwa watu wa mbinguni, inna Allaha yubghidhu fulan, Mungu anamtukia fulani, fa abghidhuhu, na nyinyi mtukieni. Qala fayubghidhunahu, na malaika wote wakamtukia. Thumma tudha'u lahu albaghdha, kisha ardhini kukawekwa bughudha tu kwa mtu alotukiwa na Mungu na kutukiwa na malaika. Ndugu zangu katika imani, kaifa ta'rifu alqabula, fama hiya asbabu alqabul, utajua vipi kabuli ni nini na sababu za mtu kupata kabuli ni nini? Kwa wepesi. Moja, adamu rujui ila dhambi baada taa, kuwatakurudi kwa dhambi baada ya taa. Imetoka Ramadhani, uko kwenye taa ama umerudi kwenye maasi. Tumewaona tu kwa alfajiri ya siku ya Eid watu wako kwenye ntindi. Mwenyezi Mungu awaongoze. Na Ramadhani ilikuwa jana tu. Mbili katika alama ya kabul, alwajalu min adami qubuli al-amal, wana hofu kutokubaliwa amali, wala siku banashaka na hofu. Ukiwa na hofu amali sijakubaliwa, ndio huwa na bidii kuzidi kutenda amali. Kama hivi sasa wewe useme namna ulivyosoma na mishahada ulionao, lakini ukasema bado sijasoma, sikubali kuwa nimesoma, utazidi kusoma. Asokuwa nsomi ni ule akisoma kidogo tu basi huwa ndharubu katika mujtama huu, na yeye dunia nzima amesoma. Na ndivyo jinsi walivyokuwa maswahaba, namna walivyokuwa wakitenda, kusema twaogopa kutokubaliwa, si kwa kuwa walikuwa na shaka, ili wazidi kutenda, na mifano ni mingi. Tatu katika alama taufiki na kukubaliwa, at-tawfiqu ila amali salihah, kuwafikiwa kwa amali njema baada ya Ramadhani. Istisgharul amal, amali unayoitenda ufanye ndogo, hujatenda lolote. Wa adamul ujbi wal ghururi lahu, kuwata kufanya uju na ghururi kwa unayoyatenda. Hubbu taa, alama ya taufiki ni mtu kupenda taa. Wa karhul ma'siyah, na kutukia maasiya. Arrajaa wa kathratu du'a, kuwa na matarajio na wingi wa dua.
at-taysiru lit-ta'a, kuwa na wepesi wa kufanya utiifu, wal-ibtiadu 'anil ma'siyah, na kujiepusha na maasiya. Mwisho, hubbu salihin, vachu vema kuvapenda, wa bughdhu ahli al-maasi, na kuwatukia watu wa maasiya. Hata nisimame hapa, lakini nikiahidi, weka miadi na mimi. Mungu amjaze khairi imamu na idara husika ya msikiti, imenipa Ijumaa 3 mfululizo, na kwenye mwanzilishi wa khutba hii at-tawfiq wal qabul, nitakuja kwenye shindikizo la hii mada, kuwafikiwa na kabuli, kwenye khutba yangu ya pili, Mungu akituweka hai, na khutba yangu ya 3 kwenye mimbar hii. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha alazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi ajma'in. Kunu ibadallahi ikhwana wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'lamu anna Allah yunadi ibadahu almu'minin fayaqul ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واجعلنا من الشاكرين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.